Karibu PVP Media Max. Wakati tunasubiria ile series yetu ya kikolea tuweze kuanza nayo, nataka nikupitishe kidogo katika burudani hii kutokea huko nchini Marekani. Hii bana inahusu balaa zito aliweza kulipitia afande wa kiume anayefahamika kama Sam katika gereza la kike. Ilikuwaje kuaje? Bwana tuko pamoja na tunaanza kama hivi. Mwanzoni kabisa, mwamba Sam alikuwa ni askari magereza katika magereza ya kiume na alikuwa kihudumu katika magereza ambayo kuna wababe vibaya mno, yani ukijichanganya tu imekulamba. Leo katika gereza vyumba vyote vilikuwa vimefungwa. Kama unavyoweza kujua kwa wafungwa wanalala mapema zaidi, na kama ulikuwa hujui basi chukua hiyo. Ni saa 9 mchana hiyo, lakini mfungwa mmoja katika selo yake hakuonekana kabisa kuwa mlango wake umeweza kufungwa. Sasa Sam akawa anapita katika mlango huo lengo aweze kufunga. Na bahati mbaya sana ni kwamba Sam ni mgeni katika gereza hili na taarifa kuhusiana na ubabe wa wafungwa hao anazo. Black mmoja hivi kwa lugha nyepesi tunaweza kumuita Nyampala alikuwa akimwagiza dogo Sam na kumwambia kuwa akimbie pale haraka sana amchukulie sigara. Hii dogo Sam akaona ni dharau kubwa sana kwa afande kama yeye kuweza kuagizwa na mfungwa eti akamchukulia sigara. Basi akaanza kumtembelea vilungu huyu mwa. Ukisikia afande alijichanganya, basi huu mchanganyiko ulikuwa umekauka kweli kweli na zege hilo lilikuwa linatakiwa kuanza kutumika. Bwana we, alitembezewa kichapo vibaya mno na huyu mfungwa. Almanusura aweze kupoteza maisha. Mungu mwema, kundi la mafande likawa limetimba katika maeneo hayo na moja kwa moja likaweza kutoa msaada. Mwamba Sam akawa amesalimika, lakini hii ilikuwa ni hatari sana. Haraka sana akawaishwa katika hospitali ya magereza na hapa anaulizwa, "Je, ni nini ambacho kilikuwa kimetokea mpaka ukaingia katika shida na ule mfungwa?" Mwamba akawa anasema kwamba, "Nilimkuta mfungwa selo yake ikiwa iko wazi. Nikawa namwambia kuwa arudi ndani lengo niweze kuifunga, lakini akaanza kunijibu majibu ya dharau na kuniagiza vilevi. Sikuwa na namna yoyote ile kama afande, nikaamua kumchukulia hatua za kinizamu kwa kwanza kumtembezea vilungu. Mwisho wa siku akawa amenigeukia na kuweza kunitembezea kichapo namna hii." Sasa mdogo wetu, ungeuliza kwa nini selo ile iko wazi? Kwani sisi nadhani hatukuiona? Uwe makini bana. Mafande wote wanajua kwamba vita aliyoanzisha Mwamba Sam ni ngumu sana na ni ngumu sana moto huu kuweza kuuzima. Ikabidi kumuhamisha kitengo na kumpeleka katika tawa ama katika eneo la mnara. Huku kazi yake Mwamba ilikuwa ni kuangalia wafungwa kutumia telescope, yani anakuwa nao mbali kabisa, hakaribiani nao kabisa yani. Ni siku ya pili tu kutoka alipohamishwa kitengo, akashuhudia bonge la vurugu miongoni mwa wafungwa. Haraka sana kama amegonga kengele ya dharura na wafungwa hawa waweze kushughulikiwa. Yakatupwa mabomu mengi sana ya machozi na huku risasi za mpira zikipigwa, na hapa wakapewa tahadhari kwamba wote wanatakiwa kulala chini, la sivyo risasi za moto zitaanza kutembea katika maeneo haya. Target ya wafungwa ilikuwa ni kumuua jamaa mmoja hivi ambaye ni mbabe sana katika maeneo haya, lakini wao wakati wameambiwa wenzao walale, wao hawakuweza kulala. Mwisho wa siku hawa wakawa wanaanza kumchoma visu huyu mbabe aliyekuwepo katika eneo hili la gereza. Dakika si nyingi, kikosi kazi cha kutuliza ghasia katika maeneo ya magereza kwa kimetimba katika maeneo hayo ya wafungwa, na hapa ni kuhakikisha usalama je umezingatiwa au la. Dakika za mwishoni Sam ndio akawa anakumbuka kwamba anatakiwa kulipa kisasi kwa yule mfungwa aliyemfanyia mbaya. Sasa kaanza kumtafuta katika ile bunduki yake, lakini kwa bahati mbaya wakati anataka kufyatua akawa amefyatua vibaya, akampata mtu mwingine. Mjadala ambao miongoni mwa wakuu wa vitengo wanajadili kuhusiana na tukio zima liliweza kutokea siku ya leo. Wanasema kwamba tukio hili inawezekana kusababishwa na uzembe ambao umeweza kusababishwa na Mwamba Sam, lakini tunajua wote kwamba siku za hivi karibuni Mwamba Sam aliingia katika mgogoro mmoja hivi na mfungwa mmoja, kitu ambacho kinaweza kani hatari kwake. Alafu akimcheke pande Sam anaona kama mdebwedo fulani hivi, yani sio mwanaume kivile, ni mtu ambaye anaweza kuwa na misuli ya kuweza kupambana. Huyu bwana tumuhamishe. Na gereza lipi tumpeleke? Okay, tumpeleke magereza ya kike. Siku ya kwanza tu Mwamba alikuwa anasimamia zoezi la watoto wa kike kuingia katika selo. Bana we, vitoto vya kike namna vinavyomfanyia mambo. Hapa mkuu wa magereza upande wa kike akaanza kumwambia Mwamba kwamba unatakiwa kuwa makini sana kwa sababu hao watoto hawajiona vitu kama hivi kwa muda mrefu sana. Unatakiwa kuwa makini bwana. Watoto wa kike upili wa muda mrefu unawatesa. Basi bidada akawa akimtazama Mwamba kwa kutumia kioo. Na jamaa alikuwa akiona tu matukio haya bana. Leo Mwamba Sam akiwa na mafande wapya kabisa katika gereza hili la kike walikuwa wanajaribu kudiscuss kwamba je, kuna tofauti upi kati ya magereza ya kiume na magereza ya kike. Lakini Mwamba Sam akasema kwamba magereza ya kiume ni kama msitu wenye simba wakali, lakini magereza ya kike ni kama bahari iliyozungukwa na nguvu wanaoimba vizuri na sauti nyororo, yani hakuna chochote kinachosumbua. Lakini huyo upande wa kiume kando yake akamwambia Mwamba kwamba tunatakiwa tusubiri na muda utakwenda kuzungumza, je kipi bora kati ya magereza ya kiume ama magereza ya kike. Huku katika magereza ya kike utofauti wa muda wa kulala ndio mkubwa zaidi tofauti na kule katika magereza ya kiume. Hapa kina dada wanachelewa na lala nyakati za usiku sana. Sasa wakati huo walikuwa akimwambia Mwamba Sam aende akafunge baadhi ya selo. Mwamba Sam akawa anapita katika selo moja ambapo anakaa bidada mmoja anafahamika kama Cheli. Huyu bidada alipomwona tu Mwamba Sam alikuwa anamkubali kutokea nyakati za mchana. Sasa nyakati za usiku akaanza kujiweka kidogo kimazingira. Zilipita kama dakika 3 hivi za bidada kuweza kumpagawisha Mwamba. Jamaa akawa amepoa kabisa, yani akawa amini kabisa kila anachoweza kukishuhudia. Na kwa heshima ya likapu basi kuna baadhi ya vipengele nimeweza kuvificha, ila lakini hii kazi ilikuwa ni hatari bana. Mapema na alfajiri wafungwa wote wa kike walikuwa kitolewa katika selo zao. Na hapa wakati wanatoka alikuwa amempanga mwenzake huyu Bi Cheli na kumwambia kwa utanisukumiza kwa Mwamba pindi tutakapokuwa tukipita katika maeneo ya mlango. Alipofika tu katika eneo la mlango akawa amesukumizwa na kumbambia Mwamba na kisha akamwambia kuwa naomba tukutane baadaye. Ni muhimu sana mimi na wewe tukutane. Mlinzi wa kike akapita kando yake na kumwambia kuwa anatakiwa kunyoosha kichwa chake mbele na asisubutu kabisa kumwangalia mtoto yoyote wa kike kwani hawa watamwalibia lazima. Hasa bana, ngoja nikuweke sawa katika jambo moja. Unakumbuka ile kauli ambayo alikuwa amezungumza yule afande wa kiume na kusema kwamba katika magereza ya kike unasema kuwa ndio maeneo bora zaidi kuliko magereza ya kiume? Basi uende hujajua, lakini tuendelee kusubiria muda utakwenda kuzungumza. Ufupi ni kwamba katika maeneo haya kuna siri nzito sana katika magereza
haya ya kike, lakini Sam hakujua kabisa ni siri gani hiyo ambayo inaendelea katika haya magereza ya kike. Yeye alihisi labda ni kwa sababu watoto wa kike labda huenda na upwilu na mwisho wa siku anatakiwa kuwakata kiu zao. Nyakati za usiku kama ilivyo desturi ya Mwamba Sam ni kuhakikisha kwamba anatembelea selo zote na kuhakikisha kwamba wafungwa wote wako katika selo zao. Lakini alipokuwa akipita katika hii selo ambayo bidada Shelly alikuwa akipatikanika, dada alikuwa uchi wa mnyama, yani alikuwa kama alivyoweza kuzaliwa, na kwa heshima alikaa punda picha baadhi ya maeneo, lakini issue ilikuwa ni noma sana kwa Mwamba kuweza kuvumilia. Ikabidi kumtazama tu bidada, lakini mwisho wa siku akawa ametengua hivi. Mwanamama mmoja ambaye ni mkuu wa magereza hapa anakuwa katika chumba fulani ambacho kina CCTV kamera kama zote, kwa matukio yote yanaonekanika. Alikuwa akimtazama Sam na kugundua kuwa Sam atakuwa amemtamani sana bidada. Jamaa akiwa anatoka tu akawa anapigia simu na mkuu wake akimwambia kwamba anatakiwa kurudi katika ile selo ambayo bidada Shelly alikuwa anapatikanika. Huko Shelly anaonekana kuwa na shida fulani, anatakiwa wahi haraka sana. Basi Sam akawahi katika selo ya bidada na moja kwa moja kama amemchukua, lakini wakati anaendelea kumtoa katika maeneo haya, bidada kama amemvutia katika chobingo moja ambako huku kamera hazifiki, na akaanza kumforce kwamba jamaa ampe mambo. Hali ilikuwa zito kweli kweli. Jamaa alijitahidi kadri yawezavyo. Bidada alikuwa na mitego mingi mpaka jamaa mwisho wa siku akajikuta amechomoa na kufanya yake. Yani kiufupi ni kwamba katika eneo hili kuna balaa zito. Walioweza kuiona movie original wanaelewa balala hapa. Ukiwa mwanaume uchomoi kabisa katika eneo hili. Bidada alijaribu kumchezesha Mwamba mpaka mwisho wa siku jamaa akajikuta tu mambo yamemshinda bana. Hasa huyu Shelly alikuwa ni mwanamke mshenzi sana. Maana kumaliza mambo yake akajikuta tu hatua ya mwisho anaanza kumsukumiza Mwamba akaanguka chini. Kisha baada ya hapo akawa anajitoa katika mlango na kupiga kelele kana kwamba alikuwa na bakwa eti. Dakika si nyingi, haraka sana maafande wakawa wametimba katika eneo hilo na lengo ni kuweza kutoa msaada kwa bidada aliyekuwa na bakwa. Lakini ajabu alipoweza kuingia ndani wakakuta Sam anatirika damu nyingi sana. Nyuma ya pazia alikuwa hivi. Bidada baada ya kumaliza haja zake alimshambulia Mwamba na kitu chenye ncha kali katika eneo lake la shingo na damu hizo zikawa zinatiririka. Sasa tujajua kwa nini huyu bidada huwa na mtindo kufanya hivi. Wakuu wa masuala ya utafiti walikuja kurudisha ripoti na kusema kwamba Sam hakuwa amegombana kabisa na bidada. Inaonekana kuna mazingira ambayo bidada aliyatengeneza. Mkuu wa magereza baada ya kuletewa vidhibitisho ya kwamba bidada alihusika katika mauaji bali hakuwa kabisa na ugomvi na Mwamba, basi ikabidi kutimba mpaka katika selo na kuanza kumfanyia bidada Shelly mahojiano. Katika mahojiano bana, ajabu ni kwamba bibi Shelly anasema kuwa huwa anafanya hivyo kulipa visasi kwa watu wote ambao wanaingia katika maeneo haya magereza kama walinzi. Kwa sababu ya yote kuna tukio ambalo alishawahi kufanyiwa katika maisha yake. Sasa bana, balaa hili tutakwenda kuliona kwa kamili kabisa mwanzo mpaka mwisho. Kumbe kwamba hii tamthilia ipo ile ambayo imeweza kutafsiriwa na kutokana na aina ya maudhui hii tamthilia basi haijaruhusiwa sana kuweza kukaa katika maeneo ya YouTube. Kwa niko kupa kama tangazo tu, kama utaweza kuipenda tamthilia hii basi mimi nitakupatia kwa mtonyo bei nyepesi kabisa kwa shilingi 2000 kuanzia mwanzo mpaka finali. Utakwenda kuona balaa zito. Je, wanaume wengine wataenda kuchomoka kwa bidada Shelly, mitego yote ambayo anafanyia, basi yote hayo utaenda kuyakuta katika tamthilia hiyo. Check inbox kupitia nambari yangu ya WhatsApp kama unavyoweza kuiona hapo juu katika screen yako. Alafu niandikie tu kwamba anahitaji movie ya gereza la kike. Basi mimi moja kwa moja nitakusukumia hiyo movie. Lakini hakikisha tu kwamba unalipia shilingi 2000. Kwa hiyo hapa nimetuma tu kama tangazo. Kumbuka kwamba mimi nafanyaga likapu za kikolea pekee. Hizi nyingine huwa natengeneza tu matangazo tu. Ukipenda basi unaweza ukaje ukichukua. Lakini pia ukitamani kwa mdau ili kupata movie mbalimbali ambazo tunazitoa pamoja na zile ambazo hatuzitoi hapa katika maeneo ya YouTube, basi ni vyema tu kabisa ukajiunga ndani ya group letu la WhatsApp kupitia nambari ya simu unaweza kuiona katika screen yako. Nikukumbusha tu kwamba utalipia shilingi 10,000 na kisha baada ya hapo utaanza kupatiwa huduma ndani ya channel yetu ya PVP Media Max. Kumbuka kwamba tuna group letu la WhatsApp na unaweza kujiunga katika utaratibu huu. Lakini kwa wote ambao wanahitaji movie hii iliweza kutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, basi unaweza ukaja inbox kupitia nambari hiyo ya simu kwa malipo ya shilingi 2000 tu kuweza kujipatia kazi hii. Tukutane katika likapu ambazo zinakwenda kujiri. Kumbuka kwamba tuna series moja nzuri sana ambayo inakwenda kuanza mara baada ya hii.